Matokeo mazuri kwa sababu wanasema dalili njema au jambo jema linaonekana tangu asubuhi, na palipo na moshi moto upo. Kwa hiyo tunaanza kuona msimu bora, na msimu bora Yanga hatujaanzia leo, tumeanzia leo ni Sport Rwanda. Tulienda kudhihirisha kwamba ni namna gani tunaanza kuanza msimu kama tulivyoanza msimu uliopita South Africa. Leo tulienda kuanzia Rwanda, tumerudi nyumbani, tunaendelea kufanya vyema. Leo hii tumecheza na Simba. Tuliwaambia Simba bado hajawa timu ya ushindani dhidi ya Yanga, na tulidhihirisha hiyo. Kwa sababu gani? Leo wanaweza kusema Simba amecheza mpira mkubwa kuliko Yanga. Siku zote nataka niwakumbushe game ya kwanza msimu uliopita ya kimataifa ya makundi tunacheza na Hilali Omdurman. Sawa? Ibenge sio kocha. Tunacheza hapa. Tulicheza mpira mkubwa sana, ila matokeo yakawa kwa nani? Kwa Hilali. Kwa sababu gani? Hilali alikuja kwa yani ni timu kubwa, hakutaka kutumia nguvu kubwa, alitumia madhaifu tulionao Yanga na katuwini. Leo hii sisi tukamwachia Simba ndio wachezaji wakubwa. Leo hii unamwona Duke Abuya, unamwona Azizi Ndambwile, unamwona Max Zengeli, unamwona Pacome Zozoa. Hakutaka kuwa na papala, kaachia Simba acheze mpira. Ila mnapokuwa mnafanya makosa sisi tunawadhibu. Maana ile kauli ya piga kichwani, tunapiga kichwani, na mmeona walimilia hadi karanga. Tuliwaambia sisi hatuna shida na kichwa hicho cha kutumia karanga, mkongo, asali. Tuliwaambia tuna shida na kichwa cha ng'ombe. Tunakisambaratisha hapa, tunahitaji ubongo. Tunaondoka na ubongo, hatujaondoka nao. Tumeondoka nao. Hem, tuende kwenye mpango wa Mwalimu Folz. Kipindi cha kwanza ulikuwaje na mpango wa Mwalimu Fadlu kwa wewe ulivyotazama? Kwanza nampongeza. Hakuna mtu aliyetegemea Romain Folz kama angeanza na kikosi cha msimu ulioisha bila kufanya ingizo jipya. Hakuna kikosi, yani katika kikosi cha kwanza first 11 hakuna mchezaji aliyekuwa mpya. Wote wakaanza wachezaji wale wameingia, wamesoma mchezo, wamejua Simba udhaifu wake. Alivyofanya hesabu moja tu, na ukumbusheni alivyofanya hesabu ya Dumbia, hapo muda mchache akaenda kuzaliwa nini? Goli. Uongo kweli? Dakika 53. Kwa hiyo mimi namwamini Romain Folz kwamba ni mwalimu wa mipango, ni mwalimu ambaye anajua kumsoma mpinzani. Hana papara, hana tofauti na Hamidi Mrudi. Tuongelee move ya goli ambalo umelitaja. Kwanza nimelipenda. Wewe tazama ile goli. Tuanze namna lilivyozaliwa. Mimi sijui nielezeaje. Vyovyote tu. Sijui nielezeaje. Ila ukiangalia goli halina tofauti na goli ambalo tulipata wakati tunacheza na Bandari FC. Simba walikuwa wanashambulia. Kama uliangalia tulivyopokonya mpira moja kwa moja tukaja nao, alikuwa nao ule mpira nani? Pacome Zozoa, papa mwenyewe mpira akatoa mpira akaurudisha wakati wa kushambulia. Nani yule Mzize anataka kufunga, ukampokonya ukamkuta nani? Pacome mwenyewe akamaliza kazi. Wakati huo nani wao wanasema offside. Offside ipo hivi, mtu lazima tuzungumze ukweli. Angalia ile move ilivyokuwa, angalia line ya mabeki wa Simba ndio identify kwamba offside imetoka wapi. Hao jamaa kucheza kutegemea marefari itawatesa. Uchebe mara ya kwanza msimu mpya unaenda kuanza kesho, tayari kombe kabatini ngao ya jamii. Hii ni tafsiri ya kwamba msimu huu pia mnahitaji makombe yote. Yanga bingwa, Yanga bingwa, hana mpinzani. Haya, ngoja nikwambie. Leo Simba ndio ambaye tunategemea mpinzani mkuu, tunamfunga mara 6. Hii tumeshamsambaratisha. Leo hii viongozi wa Simba, benchi la ufundi, mashabiki, si wanachama wao hawatakaa ongea lugha moja. Wanalia na viongozi tena. Viongozi wao. Kwa maana nimewaambia hawatakaa ongea lugha moja. Kama hawatakaa ongea lugha moja, si option nyingine kwa Yanga kwa bingwa. Yanga anaenda kwa bingwa. Mnalitawala soka la ndani. Soka la ndani tumeshalitawala. Tunachotafuta sasa hivi ni kutawala soka la Afrika. Narudia tena. Soka la ndani tumeshamaliza kulitawala. Tunachotafuta ni kutawala soka la Afrika. Kweli dabi imekosa mvuto kabisa. Ikiwezekana, kwa maono yangu, kwa mtazamo wangu, bora dabi tukaita Yanga na Azam. Ila si Simba na Yanga. Simba na Yanga tunaikosea ni matusi.
imekosa ladha, imepoteza mvuto. Sasa hivi Simba wakisema bwana, kwa mfano dabi ya kwanza mwezi wa 12, umenielewa? Dabi ya kwanza mwezi wa 12 hakuna shabiki wala mwanachama yeyote wa Simba atakayeamini Simba kupata matokeo mbele ya Yanga. Kwa sababu gani? Wanajua sisi Yanga amefungua duka, mnunuaji ni Simba. Yanga kafungua duka, mnunuaji ni nani? Shida ya Simba ipo wapi Uchebe? Wamesajili wachezaji wazuri. Shida iko hivi. So wachezaji wazuri hapa lazima waandishi na wachambuzi waizungumza Simba. Waizungumza kwenye ngo gani? Simba walichokosea kwanza, msimu huu hawajafanya usajili bora. Wachezaji walioleta Simba wote kwanza wengi ni wa mkopo, wengine ni wa bure. Umenielewa? Sasa ukweli lazima tuzungumze. Tunaanzia, kuna wachezaji wametoka Mamelodi wamekuja kwa mkopo Simba. Umenielewa? Kuna Wydad Selemani Mwalimu kaja kwa mkopo. Umenielewa? Tunakuja Soa kaja Simba bure. Naambia ina tafsiri kwamba Simba ni dhaifu. Simba tunayoambiwa ni ya 5 kwa bora barani Afrika si kweli, kwa sababu leo hii Simba tunategemea kama ni kioo cha kwamba yeye anatuwakilisha nje ya Tanzania, kwamba kwa Afrika yeye ni ya 5. Umeelewa? Sisi wengine tujifunze kwake. Ilitakiwa awe na usajili bora, wachezaji wenye upinzani. Furaha ulionao leo utaisahau maishani mwako kabisa, kwa sababu nikienda dukani sasa hivi nikihitaji kununua nusu dozen, sitasema nusu dozen, nahitaji nusu Simba. Nusu Simba. Uchebe, shukrani. Asante.